Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumalizia kwa ufupi kuyafupisha yote yale. Ndugu zetu mnaotoka hija na wale wanaojiandaa kwenda hija mwakani, tuombeaneni kheri kwamba kila mtu aweze kuitekeleza kwanza hija, lakini la pili tuzingatie haya kama ikweli tuzingatie haya, tukirudi majumbani mwetu tutakuwa ni watu wengine. Kwa sababu ili kujua mtazamo wa ibada yako imekubaliwa, mtazamo wa ibada yako ipo sawa, ni kuangalia vitendo. Ni kuangalia vitendo vyako wewe kama haji, kama mwenye kuswali, kama mwenye kufunga. Baada ya kumalizika ile ibada, umejitengeneza nini? Umefaidika na nini? Hiki ndio kitu muhimu. Yaani usiangalie leo unaweza kusema kwamba alhamdulillah watu milioni 3 wako hija, lakini unaweza ukajiuliza, je, ni wote milioni 3 wamekwenda kwa nia ya hija? Ni wote milioni 3 wamekubaliwa hija zao? Inawezekana ndani ya milioni 300 au milioni 3 wakubaliwa hija watu 3? Inawezekana. Au watu 300? Inawezekana. Au watu 1000 katika hija hii. Kwa sababu gani? Ni lazima uifahamu ile ibada. Kuifahamu ibada si kufahamu masharti tu kwamba nifanye hivi, nitie udhu, nifanye ihram. La, umeelewa undani wake. Wakati unaporudi nyumbani, watu waliokuona mwanzo wakuona mabadiliko. Yani yule haji anayerudi mjini mwake, watu wamuone kweli huyu ana mabadiliko. Khushu' yako, nyenyekevu wako, huruma yako kwa watu, waone haji namna gani ibada zake anazipatiliza muda wote. Wamuone haji kwamba yeye hatembelei majumba mengine yote isipokuwa majumba Mwenyezi Mungu. Amuone haji kwamba anapoalikwa katika sehemu yoyote ya Mwenyezi Mungu hatoi udhuru. Jambo lolote la Mwenyezi Mungu yeye yupo. Ni haji, sio mbaguzi kwamba majlisi hii inakwenda kwa sababu kalikuwa fulani, hii siendi kwa sababu aliandika hadi fulani. Asiwe mbaguzi, wewe ndo haji. Yani hana riya, hana unafiki. Tumeyazungumza yote haya, yachukue yote kama haji. Ukija ujitathmini haya yaliyoelezewa baadhi, mimi nimeelezea baadhi. Ukitaka haya mambo utayakuta kwenye vitabu, katika mustadrak al-wasail imeelezewa haya kwa urefu. Utayangalia namna gani ujitathmini kwamba mimi haji nimerudi katika hali gani. Akija jirani yangu akaniomba kitu, nitakuwa ni mwepesi wa kumpa? Je, mimi na kawaida ya kwenda kabla kwenda sehemu kujuliana hali za jirani yangu, na kawaida kwenda kwa wagonjwa kuangalia, yani unajitathmini haji. Na jamii itakuangalia kweli. Yani jamii unaporudi katika haji huwa wanamtazama haji yuko vipi. Yani yule aliyetoka hija wanamwangalia yukoje. Wakikuona huna manufaa yoyote, ndio ile inakuja kaenda hija, yule hana lolote. Wanaokwenda hija na wasiokwenda hija ni sawa tu, kwa sababu wewe hujaifahamu hija. Kwa hivyo mwisho wa yote utakwenda hija hata mara 20, siku ya kiyama utaambiwa, bwana, la, hizi hija zako zote hazina faida yoyote. Umepoteza gharama zako, pesa kweli. Umeacha familia yako, umekwenda kule, umepimwa na jua kali katika Arafa ile, lakini yote haya hayana maana yoyote, kwa sababu wewe hukufahamu maslahi au falsafa ya hija ni nini. Umekuja kuhiji, lakini ukirudi ufanye madhambi yale yale. Umekuja kuhiji, lakini wewe na jirani yako hamsemani, wewe na ndugu yako hamsemani. Hiyo sio hija falsafa yake. Mwisho wa yote, ndugu zangu, hija inatufundisha umoja. Hivi mnaiona ile hija kule haikubagua mshia, haikubagua msuni, msalafi, sijui ibadhi, sijui nani. Watu wote wako sehemu moja, wote nembo yao ni moja, labbaik Allahumma labbaik. Mchina, mzungu, sijui nani, kila mtu ni moja tu. Nguo ile, hata tajiri, hata kiongozi wa nchi. Uwe kiongozi vipi, utavaa nguo zile mbili. Sasa ikiwa tuna uwezekano kwamba kwenye hija kutuunganisha, tukaweza tukawa kitu kimoja,
tukavaa nguo sare sare, tukaweza kwenda tawafu pamoja, sa'i pamoja ile ile, hakuna sa'i nyingine, ni ile ile. Tukachinja, Arafa ni moja, sehemu ile ile, hakuna Arafa viongozi, Arafa ni ile ile. Kumbe inawezekana? La, kumbe tunawezekana. Kumbe Waislamu tukawa hivi. Kwa nini Waislamu tukirudi mijini mwetu tuanza kutofautiana? Kwa nini? Kwa nini Waislamu tukirudi mijini mwetu tuanza kubaguana na kuonyeshana vidole kwa yule si Muislamu? Kumbe unyoma wasema si Muislamu, umekutana naye kwenye hija, umekutana naye kwenye hija kule, mkasalimiana, mkavaa nguo pamoja. Mbona ukirudi mjini huku unambagua huyu? Ndio hija hiyo. Ndio maana nikasema kwamba watu waisome hija. Ile hija unayokutana kule, ndugu zangu, watu waisome. Kuna vitu vinatuondosha sisi wenyewe. Hija inatutengeneza sisi, hatufahamu. Kumbe hija inaondosha madhhabu zetu zote, tukabakia Waislamu tu sote sisi, tukabakia waumini tu, tukabakia na labbaik Allahumma labbaik, tukabakia na Allahu akbar sote. Usalafi ukaekwa kando, ushia ukaekwa kando, sijui kitu gani, kila unalojua wewe limekuwa kando. Kule ni moja tu, haji yoyote avae hivi, haji yoyote atembee hivi, afanye hivi, yoyote yule. Kama hutofanya vile, maana haji yako itakuwa imebatilika. Iweje tukirudi mijini mwetu tuanza kuonyeshana vidole kama mahujaji nyinyi? Kwa nini nyinyi mahujaji ambao ni mashekhe mmekwenda kule, mkirudi mkaeka vikao, jamani, kumbe hija inatuwezesha sisi kuwa pamoja. Hizi firqa na firaqu za kubaguana ziachwe. Kwa nini tusitengeneze hayo? Tukawa sote sisi ni kitu kimoja dhidi ya adui yetu mzayuni na Amerika na magharibi sote. Kwa nini tusijifunze hija hivyo, ndugu zangu? Ndio tukasema kwamba usiangalie kithra, usiangalie wingi wanaokwenda hija, waangalie watu wanaorudi hija imewatengeneza vipi. Huu ni ujumbe wangu. Walhamdulillahi rabbil alamin.